Shalom, shalom ndugu na mpendwa katika Kristo, mahali pale ulipo na kusalimu. Amani ya Bwana Yesu Kristo hiyo pamoja nawe. Naitwa Mtume Mali ya Bwana na kuhubiria nikiwa hapa Iowa City, Iowa. Karibuni sana kwenye mkutano wetu ambao utakuwa kuanzia tarehe 16 hadi tarehe 17 mpaka tarehe 19. Ninawakaribisha kabisa wale wote ambao ni wampya. Hii sio mara kwanza mimi kufundisha. Somo ni nyingi pia hapa ambazo ninaelewesha mambo mengi ya kiroho, utakatifu ni nini, wokovu ni nini. Kwa jisikie huru pia kutafuta somo, ni somo ambalo unaweza ukawa na haja nalo. Nimefundisha karibuni juu ya kila mada. Amina. Mada yetu kubwa ya leo ni aina mbalimbali za kujazwa na Roho Mtakatifu. Roho ni mmoja, lakini watu hujazwa kwa njia mbalimbali kutokana na wito, kutokana na mtu aliyeleta uamsho. Nikisema mtu, yani namaanisha yule ambaye Mungu alimtumia kuleta uamsho sehemu hiyo. Kwa mfano, huku Marekani kuna mhubiri anaitwa Gino. Nimewahi kumuongelea mara kadhaa. Ni mhubiri ambaye amesaidia watu wengi sana kumuelewa Mungu kwenye njia utakatifu. Wao wakijazwa wanakuwa wanatikisika sana. Yaani wanakuwa wanatikisika, unaweza kashangaa. Wengine wanakimbia huku, lakini ni Roho Mtakatifu. Vile vile Kongo kuna watu pia ambao wanajazwa njia mbalimbali. Kuna wengine wakijazwa unakuta na yumba. Tanzania nikakuta kuna watu wengine ambao wanajazwa tofauti. Na maisha kusema kwamba kwa mujibu wa walisia na mujibu wa Biblia haturuhusiwi kuhukumu jinsi mtu anavyojazwa. Hiyo ni kazi ya Mungu. Mungu ndiye anahukumu mtu anajazwaje. Kwa mujibu wa Biblia tunahukumu jinsi mtu anavyoyaishi sasa maisha yake nje ya kujazwa. Ndio maana mtu anaweza kajazwa akanena kwa lugha, lakini kesho kamshika katika uzinzi. Mtu anaweza kajazwa akanena kwa lugha, kesho kamshika anatapeli watu. Mtu anaweza kajazwa ananena kwa lugha, kesho kamshika kwenye mambo ya ajabu. Kumbe kujazwa, tusihukumu watu kwa sababu wanajazwaje. Badala yake tuwahukumu watu kwa jinsi wanavyoyaishi sasa maisha yao. Amena. Kwa nini nafundisha hili somo? Sababu kubwa nafundisha hili somo, ninao watakatifu wengi sana ambao wameletea malalamiko kuhusu baadhi ya wachungaji. Baadhi ya wachungaji huwa wanafanya hivi. Yaani mtu yote yule nikimwombea labda kupokea, yani hiyo huku mitandaoni, nikimwombea mtu labda apokee kipawa cha kunena kwa lugha, kipawa cha unabii, mtu akipokea kipawa chote kile, au nikimwombea lugha au kipawa cha kunena kwa lugha, labda akipokea hicho kipawa, tuseme tu akijazwa na Roho Mtakatifu. Mara nyingi wale watu wanakuwa wanapokea kwenye mfumo ule wa kiutume ambao mimi nimekuja nao. Ndio maana tukirudi nyuma nimesema hivi, watu hujazwa kufuatana na mbeba maono pia. Jinsi mbeba maono anavyojazwa na Roho Mtakatifu. Kwa mfano, ukiangalia Tanzania, ukiangalia watoto wa Moses Kulola, karibuni wote uwaga wanajazwa kama Moses Kulola. Kwa hiyo wakifurikwa na nguvu za Roho wanakuwa kama Moses Kulola. Watu wa EAGT wakifurikwa wanakuwa, yani utajua ni wa EAGT. Watu wa TAG utajua ni wa TAG. Yani ndio jinsi ninavyokuwa. Ndio jinsi Mungu alivyoita watu. Madhaifu makubwa ambayo ninaonaga mimi ni ya kwamba makanisa sasa ndio yanakuwa yanaweka kiburi. Kwa hiyo wanaona sisi mbona wake tunajazwa hivi. Kwa hiyo hatuwezi tukawasikiliza wale waga wanajazwa njia tofauti. Kwa hiyo wale sio Mungu. Lakini Mungu yeye haoni hivyo. Mungu anaangalia sasa matendo. Kwa mkiona sisi wahubiri wa leo mara nyingi tunakuwa tunakemea haya makanisa makubwa, haya madhehebu makubwa, sio kwa sababu tunaamini eti hawana Roho Mtakatifu, hapana. Yaani tunaamini wanamtumia Roho Mtakatifu vibaya. Yaani wamempokea Roho Mtakatifu lakini wanamtumia vibaya. Yaani wanaishi kinyume sasa na maagizo ya huyo Roho. Haleluya. Kwa hiyo nimeona wahubiri wengi sana, wengine hata wananena kwa lugha, wengine wanatabiri, wengine wengi tu Tanzania, wapi, Kenya, Nigeria. Lakini wengine hawaamini utakatifu wa nje. Wanaamini tu utakatifu wa ndani. Yaani wanaamini unaweza kuvaa wigi, mwanamke anaweza kuvaa suruali, mwanamke anaweza akavaa vimini, yani hawajali na hivyo vitu. Ila utawaona hao wananena kwa lugha.
Sasa kwa watu wengi wakiona hivyo wanasema huyo sio Roho Mtakatifu. Ingekuwa ni Roho Mtakatifu hawangefanya hivyo. Hawa watu wengi wao ni watu ambao waga wasomi Biblia. Kwa sababu ukiangalia kwenye Biblia unakuta Wagalatia ni watu ambao walikuwa wamejaa Roho. Lakini badala ya kujaa Roho bado tu wanafanya nini? Wanarudi kwenye misingi ya kisheria, wanaanza kukauka kiroho, wanasahau maneno ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo nimepata watu wengi ambao nimewaombea wanakuwa kwa sababu mimi ni mhubiri wa utakatifu, ninahubiri utakatifu Bwana 100%. Ninapohubiri utakatifu, wakiona wahubiri wengine wanaohubiri utakatifu, wao wanaweza wakaenda kwa hao wahubiri. Kwa hiyo nitawataja leo. Sababu kama nitawataja kwa sababu wao wanakuwa wananiongelea mimi kisirisiri, ila mimi sijaitwa kumuongelea mtu kisirisiri. Bwana Yesu alisema lile ambalo mtakalo linongoneza sirini lisemeni katikati ya lisemeni hadharani. Kwa hiyo kwa mfano kwa Tanzania kuna wahubiri ambao wamewekwa na mtumishi anaitwa Aston Adam au Aston Mbaya. Sijui kama ni Aston Adam, sijui kama ni Aston Mbaya, lakini wamoja wanamuitaga Aston Mbaya, wengine wanamuitaga Aston Adam. Hao watumishi, watu wengi ambao ninawaombeaga kupokea vipawa au nini, wakifika kwenye makanisa ambayo yanasimamiwa na huyu mtumishi ambao waga anajiita nabii au watu wanamuitaga nabii, wao wanawakemea. Unanipata vizuri? Wao wanawakemea. Katikati ya hao wachungaji kuna mmoja anaitwa Katunzi, mwingine anaitwa askofu mchungaji Robert. Yaani najua Katunzi watu wanaweza kumfahamu. Wengine majina nimeyasahau, lakini hao ndio kama vile wachungaji ambao wamesimamiwa na huyu. Kuna mchungaji mwingine huko wapi Chamazi, ambaye yeye naye ni wa huyu Adam, ila yeye anakuwa anajitenga kidogo, ila wote wamechukua jina la huyu nabii ambaye anaitwa Aston Adam, jina hilo la kanisa takatifu. Kwa hiyo unakuta hilo jina kanisa takatifu ndo amelichukua na hawa watu wa Katunzi au Katunzi wote wanatumika na hilo jina, kwa sababu hilo ndio jina ambalo alikuja nalo huyu nabii ambaye anaitwa Aston Adam. Kwa nini nagusia huyu nabii? Najua watu wengi sana waga wanakwazika nikimuongelea. Na kwa nini namuongelea? Mimi namuongelea kwa sababu malalamiko nayapataga ni mengi sana. Ni mengi sana kufuatana leo hii hata leo hii sasa hivi tu. Na malalamiko hata kuhusu wakina dada waumini ambao wamepokea karama ya unabii. Sasa wanapokuwa na tabiri, wao wachungaji wanakuwa wanawaambia kwamba hayo ni mapepo. Hayo ni mapepo. Mambo kama na hayo. Lakini kikubwa kingine ni ya kwamba wao wanakuwa wanakataa eti hawajampokea Roho Mtakatifu, kisa mimi ambaye nimewaombea sikubaliani na nabii wao Aston Adam, ya kwamba ingalikuwa mimi naye ni nabii au mimi naye ni mtumishi wa kweli, ningekubaliana na Aston Adam. Kwa hiyo leo pia ninataka nigusie kwanza sababu kubwa siamini Aston Adam kama jinsi watu wengi wanavyomchukulia. Kwa nini mimi waga simchukulii hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mimi namchukulia tofauti kabisa na jinsi wengi jinsi wanavyokuwa wanamchukulia? Jambo la kwanza, ukiingia kwenye Biblia, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 22, Yesu anaulizwa pale swali kuhusu mtu ambaye, ngoja tuingie kwenye kitabu cha Mathayo hapa. Tuingie hapo kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 22 aya yake 30. Nitasoma kwa Kiingereza leo, ila nitakuwa na tafsiri kwa Kiswahili. Inasema, for in the resurrection they neither marry nor are given in marriage. Yani katika ufufuo watu hawaoi, watu pia hawatolewi kuolewa. But are as the angels of God in heaven. Lakini wanakuwa kama vile malaika wa Mungu mbinguni. Bila hivyo pia hapa tukirudi nyuma kidogo, musikie hapa vizuri maneno ya Bwana Yesu 22:31. But as touching the resurrection of the dead,
Have you not read which was spoken unto you by God? Yani, hamjasoma kile ambacho Mungu alichokiongea kuwahusu? I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. God is not the God of the dead, but of the living. Mungu ni Mungu ya wale wanaoishi, sio Mungu ya wale ambao wamekufa. Hiyo ndo sababu yangu kubwa ya kwanza. Huyu Aston Adamu alipoleta mafunuo yake, cha kwanza, mafunuo ambayo ameyaleta mengi yanapatikana pia hata kwa watu ambao wamewahi kuwa wachawi. Kwa hiyo ukichunguza mashuhuda nyingi ya wachawi, mashuhuda nyingi ya maagent wa kuzimu, ni mambo yale yale. Nao wanashuhudia vitu vile vile, hakuna utofauti. Utofauti tu ni ya kwamba yeye anadai ni Mungu ndo amemfunulia. Ila kwa mujibu wa Biblia, Mungu anasema kwamba yeye ni Mungu ya wale ambao wanaoishi. Mwanipata vizuri? Sasa huyu Aston Adamu alileta ushuhuda na anadai kwamba yeye alileta ushuhuda wake ni ya kwamba alikufa kwanza. Kwa hiyo alipokufa ndo akafunuliwa. Sasa swali ambalo napaswa niulize waumini wote, najua ni wengi ambao mmesikiliza ushuhuda wake. Je, kwa hiyo Mungu alikosa mtu ambaye yuko hai akamfunulia mtu ambaye amekufa? Hilo ni swali. Kwa sababu kwa sasa hivi, yani karibuni kila nabii ambaye anaibuka siku hizi za mwisho anadai ya kwamba amekufa kwanza. Alipokufa ndo amefunuliwa. Je, hii ni sahihi? Kwa hiyo tunapaswa tuangalie kwenye Biblia, ni wangapi walikufa alafu akafunuliwa na Mungu akaja na ufunuo, walipotoka kwenye ufo ndo akaleta ufunuo. Ni wangapi? Okay, tuangalie watu ambao Bwana Yesu kwanza amewafufua. Tuangalie yule binti, hakuleta ufunuo wote ule. Tuangalie Lazaro, hakuleta ufunuo wote ule. Okay, tuangalie mitume nao. Tumwangalie Tabitha au Dorcas, hakuleta ufunuo. Okay, Matendo sura 20. Kijana Yutiko ambaye alifufuliwa na Paulo, naye hakuleta ufunuo. Kwa hiyo tunaona Biblia nzima watu ambao walikufa wanafufuka, haijaandikwa ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu ya wale walio hai. Mungu anapatikana kwa mifungo. Mungu anafunulia watu kwa kuomba. Mungu anafunulia watu kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo huyu Petro naye, watu wanaweza sema mbona Petro alizimia? Yes, Petro hakufa. Petro alizimia, yani alipigwa na usingizi wa ghafla. Ni kufuatana na tafsiri ambayo unaisoma. Tafsiri zingine zitakwambia pale he fell into a trance. Trance yani ni mtu ambaye amechukuliwa hivi. Hiyo ndio trance kwa Kiingereza. Kwa hiyo ukisoma lile andiko kwa Kiingereza inasema trance. Petro aliingia ndani ya trance. Yani ni maono ya ghafla, kama vile mtu ambaye ameganda ghafla akaingia kwenye maono. Kwa Kiswahili nasema usingizi. Ni kama vile mtu amepigwa usingizi wa ghafla. Na hivi vitu Mungu anavitumia, hizi njia Mungu anazitumia. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza. Je, Mungu amekosa mtu wa kutumia? Mpaka mtu afe ndo Mungu anamtumia mtu? Yaani ni mpaka mtu afe ndo mtu anafunuliwa mbingu? Mpaka mtu afe ndo mtu anafunuliwa jehanamu? Wakristo tujiulize maswali. Na nikisema hiki kitu simaanishi ya kwamba yeye kusema mwanamke kuvaa suruali ni dhambi kwake eti amekosa. Hapana. Mambo mengine ambayo anayasema yako sahihi. Unajua hata wachawi kuna kipindi nao wanayasema mambo ambayo yako sahihi. Hata manabii wa uongo kuna kipindi wanahubiri habari za imani, na ukiwasikiliza unakuta anahubiri mambo ya usahihi. Kwa nini nasema hivyo? Mafarisayo nao walihubiri ukweli, ila walishindwa kuishi ukweli wao. Kumbe kuna watu ambao wanaweza kuhubiri ukweli, haijamaanisha tukubali kwa sababu labda wanaishi tofauti. Lakini kwa hatua hii sisemi ya kwamba anaishi tofauti. Sisemi ya kwamba labda ni mtenda dhambi. Ninaongelea kwa niaba ya wito. Je, tumeitwa kukubaliana na wito za namna hiyo kwa mujibu wa Biblia? Jibu ni hapana. Amina. Kwa hiyo mimi sijali eti mimi nilifunuliwaga, huyu ni nabii wa Mungu, hivi ni vya kwako wewe. Lakini kwa mujibu wa Biblia tumeitwa kumkubali mtu kisa amekufa alafu akaleta maono? Amekufa akaleta ujumbe fulani? Huo ujumbe au huo unabii au huo wito ndani ya Biblia unapatikana? Jibu ni hapana. Haleluya.
Kwa hiyo kwenye Biblia kabisa hatuna mtu aliyekufa alafu akaleta ujumbe. Huyo mtu hayupo. Badala yake kwenye Biblia kuna watu walio hai. Petro alikuwa yuko hai. Mitume walifundishwa bado wako hai. Mtu afundishwa amekufa kwanza anapotea alafu ndo anarudi? Jibu ni hapana. Kuna kina Enoki, wao walichukuliwa na wakakaa huko katika ulimwengu wa roho. Ni tofauti na swala la huyu mtumishi. Kwa ninaelewesha kwa sababu wachungaji wake ndio ambao wanakuwa wananipiga sana vita. Nikisema vita, si yani naongea yani kuna mambo mengine mimi waga naitisha watu njooni tukadebate. Lakini siwaonagi. Kwa hiyo naomba sasa mambo ya kisirisiri, mambo ya mafumbo usiyataki. Mungu sio Mungu ya wale waliokufa. Hoja yangu ya kwanza. Hiyo ndo sababu kubwa sikubaliani na ushuhuda wa Aston Adam. Au simuoni Aston Adam kuwa labda ni mjumbe fulani ambaye ametumwa na Mungu kuja kuleta uamsho fulani, hapana. Kwa sababu pia sijaona matunda ya uamsho. Yaani sijaona yale matunda kabisa ya uamsho kufatana na hii misingi hapa imevunjwa. Mungu ni Mungu ya wale walio hai. Nilipoitwa na Mungu nilikuwa hai. Nilikuwa hai. Nikafundishwa niko hai na Bwana. Nilijazwa Roho Mtakatifu niko hai. Mwanipata vizuri? Tanzania kule nimeacha mchungaji Amos. Sasa hivi amebarikiwa kwa kazi ya askofu. Wakati amebarikiwa uchungaji alikuwa yuko hai. Wakati amebarikiwa askofu alikuwa yuko hai. Wakati amepokea uamsho wa kunena kwa lugha nini na nini, unabii hivi na kuombea watu funguliwa, alikuwa yuko hai. Huku Marekani imebarikiwa watumishi na baadaye pia nabariki wengine kwa kazi wa askofu. Nao wako hai. Sote wamekufa. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, Mungu anaonekania, Mungu anafundisha wale ambao wako hai. Mungu atasubiria ufe kwanza ndo akufunulie. Kimisingi ya wito. Hapa nataka tuikae kwenye misingi. Isaya sura 6 ni wito wa Isaya. Isaya yuko hai. Unaona? Kwa hiyo ondoeni kwanza mbwembwe za jinsi mnavyomchukulia. Alinisaidia sana. Mimi sitaki hiyo vitu. Sitaki hiyo vitu. Tubaki kwanza kwenye misingi ya Biblia. Alinifumbua macho, sitaki hiyo vitu. Nataka kwanza kwenye misingi ya Biblia. Huyu mtu tunapaswa kumchukulia kuwa, na kwa sababu Biblia inasema kwamba nao watatambua kuwa nabii amekuwa miongoni mwao. Na ndio mada ya pili. Kwenye mada ya pili, siamini kama Aston Adam ni nabii. Ikiwa kama ufunuo wake ni wa kweli, na ufunuo wake kwa hoja zingine, mambo mengi ambayo alifunuliwa au mambo mengi ambayo ameyashuhudia ni ya kweli. Vitu vingi ambavyo anavishuhudia mule ni vya kweli. Kuna vingine ambavyo sivyo sahihi, lakini vitu vingi mle ni vya kweli. Sasa watu walipompa hiyo title ya nabii, pale ndo ambapo walikosea, kwa maana nabii sio mtu ambaye anafunuliwa vitu. Unanipata vizuri? Mtu ni mtu anaweza kafunuliwa vitu. Nabii ni yeye ambaye anatabiri mambo yatakayotokea na yanatokea. Kwa mfano, nilitabiri uraisi au serikali ya Tanzania, nilitabiri kuhusu rais wa Marekani, rais atakuwa nani, nilitabiri kuhusu rais wa Kenya atakuwa nani. Huo ndo unabii. Hata watumishi wote ambao nimewaweka wakfu, wote wale niliwatabiria. Mwanipata vizuri? Miaka miwili iliyopita nilikuwa wapi, Chamazi. Kwenye vizele video, naweza nikakuwekea klipu, nilitabiri pale kutakuwa watu ambao watakao ni saliti. Iko kwenye video. Na kweli mchungaji wa pale na pamoja na wafanyakazi wake wakanisaliti. Wakabuni maneno mengi. Mwanipata vizuri? Kwa hiyo nabii ni mtu ambaye anatabiri yale ambayo yatatokea na yanatokea. Kwa hiyo mimi najitaga nabii. Na hata kama nisipojiita nabii, watu wananiitaga nabii kwa maana nimewatabiria vitu ambavyo walikuwa hawajui vitatokea, lakini vikatokea. Mwanipata vizuri? Hiyo ndo kazi. Nakumbuka mara kwanza nimekutana na mchungaji Amos au askofu Amos. Yeye mara kwanza nimekutana naye, nilitabiria utakuwa mchungaji. Wewe sasa hivi wewe unashona nguo, lakini utashona mioyo ya watu. Na kweli akaja kuwa mchungaji. Akupita miaka miwili akaja kuwa mchungaji. Kwa hiyo kazi ya nabii ni kutabiri yale ambayo yatatokea baadaye,
na yanatokea. Tuingie kwenye kitabu cha Amosi 3:7. Sikieni hapa. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophet. Hakika Mungu hafanyi jambo lolote lile bila kwanza kuwafunulia watumishi wake manabii. Kumbe nabii, kuitwa nabii, ni yeye ambaye anafunua yale ambayo hayajatokea, lakini anasema yatatokea hivi na hivi na hivi. Mwanifuata vizuri? Huyo ndo nabii. Sasa taharuki kubwa nyingine au fujo kubwa iliyoko ni hawa ndugu zetu wakina huyu ndugu yangu pamoja na wachungaji wake. Wao hawaamini kama nabii hutabiri kwa mdomo. Wao wanaamini ya kwamba nabii hufunuliwa, nabii anaweza kalala akaleta, yani ndio maana wanaongozwa sana na mandoto na maono. Hiyo nyingine sababu mimi kutokukubaliana na hiyo title ya unabii. Nabii wa Biblia kabisa. Sikieni hapa. Ngoja niwasomee hapa. Unaipata vizuri? Sikieni hapa. Inasema hivi, Hesabu 11:25. And the Lord came down in a cloud and spake unto him, and took off the spirit that was upon him, and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. Unasikia? Mungu akachukua roho aliyokuwa ameweka ndani ya Musa, akaigawanyia kwa wazee. Wazee ngapi? Wazee 70. Wale wazee 70 walipompokea yule roho, sio eti wamelala, sio eti walikufa kwanza, wako hai. Wakaanza kutabiri. Mtu utabiri kwa mdomo, ndugu zangu. Mtu atabiri kwa sababu ameota kindoto usiku. Sio lazima ulale. Mtu utabiri kwa mdomo. Haleluya. Kuna wakati Mungu anaweza kufunulia ndoto kwa mambo ambayo yatatokea, ndiyo inawezekana. Lakini manabii kabisa, kwa nabii kuitwa nabii kwa mujibu wa Biblia, ni mdomo wake ndio ambao unachukuliwa. Haleluya. Sikia pia Hesabu 11:26. Kwa hapo tunarudi kwanza nyuma. Manabii wale wa Agano la Kale kwanza walitabirije? Alafu tutaingia sasa kwenye Agano Jipya, kama je, waliendelea kutabiri kwenye njia hiyo hiyo? But 11:26. But there remained two of the men in the camp. The same the name of the one was Eldad, and the name of the other Medad. And the spirit rested upon them, and there were of them that were written, but went not out unto the tabernacle, and they prophesied in the camp. Lakini walikuwepo wawili ambao walibaki ndani ya kambi. Wao hawakutoka nje, lakini walibaki ndani wanatabiri. Kutabiri, mtu anapokuwa katika karama ya unabii, mdomo waga unachukuliwa. Kama jinsi mdomo waga unachukuliwa wakati unanena kwa lugha au wakati unatafsiri lugha. Kwa wale watu ambao wasiofahamu karama kutafsiri lugha, mimi nimepata hiyo neema kutafsiri lugha. Nisho pia watumishi kadhaa pia wana hiyo neema. Unapokuwa unatafsiri lugha, kuna wakati mdomo wako wenyewe waga unachukuliwa na Bwana. Yaani hauwezi kucontrol. Unachukuliwa, unaanza kutafsiri. Wakati mwingine mdomo wako hautachukuliwa, lakini sensi zako, yani roho Bwana atachukua, masikio yako yatakuwa yanasikia yale maneno ya huyo nabii, au yale maneno ambayo hiyo lugha yanaongelewa, wewe utakuwa unasikia kwenye lugha ya kawaida. Manipata vizuri? Kwa hiyo nabii tangu mwanzoni, sikia pia Samueli wa kwanza 10:10. And when they came thither to the hill, walipofikia mlimani, behold, a company of the prophets met them, and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. Hapa tunasoma habari za Sauli. Sauli anaambiwa na Samueli, utakapoenda huko utakutana na nani? Na kundi la manabii. Utakapokutana nao, wewe naye pia roho wa Mungu atakujilia, nao pia utatabiri. Sasa nauliza swali, amelala kwanza? Amesinzia kwanza? Ametabiri kupitia njia gani? Kupitia njia ya mdomo. Haleluya. Tuendelee. Samueli wa kwanza 19:20. And Saul sent messengers to take David,
Huyu ni Sauli. Hapa tayari Sauli ameshasukumiwa roho chafu, lakini bado ana ile karama. Ndio maana mtu anaweza kuwa na karama ya Mungu lakini akasukumiwa roho chafu. Munifuate vizuri. And when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied. Hapa Sauli anatuma wafanyakazi wake wakamkimbize Daudi, wakamtafute Daudi. Lakini walipokuwa wanataka kwenda kumkimbiza, wao nao wakaanza kutoa nabii. Hawakulala, hawakusinzia, Roho wa Bwana amewashukia, wakashindwa kujicontrol. And sikia hapa, Ezekieli 11:5, and the Spirit of the Lord fell upon me and said unto me, speak thus saith the Lord. Hallelujah. Roho Bwana akanishukia. Roho Bwana akanishukia na kuniambia, ongea haya maneno asema Bwana. Kumbe nabii anapotabiri husema asema Bwana au asema Bwana wa majeshi, kufuatana na lugha ambayo huyo nabii amezoea. Mwingine atasema anasema Mungu wenu, kufuatana na lugha ambayo Roho Mtakatifu anamjalia kwa muda huo kuitumia. Ezekieli, haleluya. Ngoja kwanza hapa, sitaki hizi verse. Thus have ya said, nyinyi mmesema, O house of Israel, enyi nyumba ya Israeli. Kwa hiyo tunaona nabii kazi yake kubwa ni kuonya. Nabii Roho wa Mungu anapomshukia huongea maneno ya Mungu. Tutaona pia Roho wa Mungu amemshukia Daniel. Hata Daniel, watu wengi wangekimbilia kwa Daniel. Daniel mbona aliota ndoto? Hata Daniel kipindi ametafsiri yale maneno kwenye mlango, na pia Roho wa Mungu anamshukia, anafanya nini? Ameongea. Sio eti amelala kwanza. Kuna wakati ndio Daniel alilala kwanza, alafu Bwana akamfunulia kwenye ndoto. Hiyo ni kawaida, hata walevi wota. Lakini sio mtu ni mtu mdomo wake uchukuliwa na Roho wa Bwana bila kusudi la Bwana kwa muda huo, au bila kusudi la kiunabii kuwepo kwa muda huo. Ezekieli 3:24, then the Spirit entered into me and set me upon my feet. Roho wa Bwana akanishukia na kunisimamisha. Hallelujah. Hallelujah. Said Remain. And spake with me and said unto me, go, shut thyself within thine house. Nenda ukajifungie ndani ya nyumba yako. And I will make thy tongue cleave to the roof of thy mouth. Na nitafanya ulimi wako ujibanize juu ya mdomo wako. That thou shalt be dumb. Kwa hiyo utakuwa bubu. And shall not be to them a reprover. Kwa hiyo hautaweza kuwakemea. For they are a rebellion house. Unasikia? Hautaweza kuwakemea. Kwa hiyo jinsi walivyozoea wewe kuongea, yani Roho Mungu akikushukia wago unaongea, hivi sasa nitakutumia tofauti. Nitakachokifanya mimi, nitafunga ulimi wako, hautaweza kuongea. Kwa hiyo utaongea nao sasa kwa ishara. Kumbe nabii wa Mungu anaweza kaongea kwa ishara, anaweza kaongea kwa mdomo. Huyo ni hapa naongea kwanza nabii. Kwa mtu kuitwa nabii sio title ya kuchezea. Sio title ya mtu kuchezea, hapana. Sio kwa sababu mtu anautaga ndoto, seti mtu amekufa, amefufuka, ameleta maono tena ni nabii. Hapana, sio title ya kuchezea. Wala mtume, wala mchungaji. Hizi title watu wanazionea. Mtu anaenda chuoni, anaitwa mchungaji, naye anaanza kujigamba tena ni mchungaji. Wewe umetabiriwa na nani wewe ni mchungaji? Mungu alikudhibitisha lini wewe ni mchungaji? Kwa hiyo tuna hivi vichungaji ambavyo havijadhibitishwa na sauti ya Mungu, lakini vinajiita kwamba ni vichungaji. Na tuna hivi manabii vinavyojiita ni manabii, lakini kwa mujibu wa neno la Mungu sio manabii. Kwa mimi hapa ninaleta hoja za kibiblia ili hawa watoto wa Mungu wasiendelee kusumbuliwa. Ninasema tena, ikiwa mtu yote yule ana tatizo na mafundisho ambayo nafundisha, ninamkaribisha aje kupambana na mimi kineno. Haleluya. Nimeshaitishwa watumishi wengi, karibuni kila mtumishi ananiogopa. Mtumishi pekee ambaye amewahi kunidebate, nisidanganye, waga ni Ndacha. Ndio maana waga Ndacha hata kama ana elimu ya uongo, Ndacha namsifia. Ndacha ni mwanaume kwa kuwa alipata nguvu ya kuja kueleweshana na mimi kimaandiko. Na natoa hoja kama jinsi Yesu alivyokuwa anatoa hoja kwa Mafarisayo.
kama jinsi Paulo alivyotoa hoja Berea, ndacho waga nampongeza kwa hilo. Hao wengine wote naona kama vile ni wanawake. Kwa hiyo naendelea. Hear this. Sikia Mika 3:8. Be truly, I am full of power. Unaona? Kweli nimejaa na nguvu za Roho wa Mungu, and of judgment, na hukumu ya Mungu, and of might, na uweza wa Mungu, to declare unto Jacob. To declare kwa kusema, nitangaze. Hallelujah. Rema yako. Nitangaze, to declare unto Jacob his transgression. Nitangaze kuhusu mahasi ya Yakobo, and to Israel his sin. Na kwa Israeli nitangaze uasi wake. Kumbe nabii kazi yake ni kuchukuliwa mdomo na kutangaza. Huyu ni mtu hapa anaongea, yuko katika roho, amejaa roho. Anajaa roho na roho Mungu anaongea kupitia yeye. Nimejaa roho ili nitangaze. Huyo ndo nabii wa Biblia. Sio hawa wa Nigeria, can I prophesy? Sio hawa wapumbavu. Nabii halisi wa Biblia, roho Mungu humshukia, hutoa hukumu, hutabiri mambo yatakayotokea kwa kusudi fulani. Lazima kuwepo na kusudi. Amina. Tuendelee. Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob, and princes of the house of Israel, that abhor judgment and provoke our iniquity. Kwa hapa wanatolewa maonyo. Acheni mabaya, shikeni yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuingie basi sasa kwenye Agano Jipya. Tuangalie, je, Yesu atatuma manabii? Tuingie kwenye kitabu cha Mathayo. Tuangalie Yesu alisema nini kuhusu manabii. Mathayo 23:34. Wherefore, behold, I send unto you prophets. Msikiliza sasa nyinyi wa Mafarisayo. Hapa Yesu anakemea Mafarisayo. Anawaambia Mafarisayo kwamba nyinyi Mafarisayo, ninatuma kwenu manabii and wise men, na watu wenye hekima, and scribes, na waandishi, and some of them ye shall kill and crucify, na baadhi yao mtawaua na kuwanyonga na kuwatesa na kuwaua, and some of them ye shall scourge into your synagogues, na wengine mtawakokota ndani ya masinagogi zenu, and persecute them from city to city, na kuwaua kutoka kwenye mji kwa mji. Na kweli Sauli au Paulo alifanya hicho kitu hiki. Kwa hiyo Yesu hapa anatoa unabii ni kwa mdomo. Na Yesu pia alitabiriwa kwamba yeye roho Mungu atakuwa amejaa juu yake. Kwa hiyo Yesu maneno ambayo alikuwa anayaongea ni roho Mungu alikuwa anachukua mdomo wake. Kwa hiyo Kristo ni mfano, kwa mujibu wa Biblia hapa na kujibu kibiblia, ni mfano au ni sura ya Mungu. Kwa hiyo Kristo ule ubinadamu ni ubinadamu tu, ila ndani yake amembeba Mungu mzima. Kwa hiyo mwili ndo ambao ulikufa, lakini Mungu mzima ndani yake hakufa, kwa maana Mungu mzima alishuka akaenda kuchukua vitu ambavyo vilikuwa vimetekwa kwa muda mrefu kuna Ibilisi. Kwa mfano nafsi za watakatifu, nafsi za watu zote akaziteka, akazichukulia yeye mwenyewe. Haleluya. Mwanifuata vizuri? Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa amejaa roho. Hapa anatabiri. Je, unabii ulitimia? Ndio au hapana? Ukitaka kujua kama unabii ulitimia, soma kitabu cha Matendo ya Mitume 8:1 na kuendelea, ujue kama unabii huyu umetimia. Kumbe nabii hutabiri mambo yatakayo kuja. Hey, rabo seka. Hallelujah. Luka 11:49. Therefore also said unto the wisdom of God. Unaona? Therefore also said the wisdom. Kwa hiyo hekima ya Mungu inaongea hivi. Unasikia maneno yake? Yaani ni sawa sana kusema kwa hiyo asema Bwana. Kwa hiyo asema Bwana. Nimekuambia huko nyuma ya kwamba nabii anapokuwa anatoa unabii anaweza katumia lugha mbalimbali kumwakilisha Mungu. Mmoja atasema asema Bwana wa majeshi, mwingine atasema asema Bwana, mwingine atasema Roho Mtakatifu anasema hivi, mwingine atasema hekima Mungu inasema hivi. Hapa Yesu tunaona anasema hekima Mungu inasema hivi. Lakini manabii wengine ndani ya Agano Jipya tutaona wao watatumia lugha tofauti. Kuna wengine wanatabiri kupitia maandiko. Kwa mfano, tuingia hapo kwenye kitabu cha Marko. Isaya 43 inasema, the voice of him that crieth in the wilderness, sauti ya mtu aliye nyikani, prepare the way of the Lord,
tengenezeni njia ya Bwana. Hapa ni kitabu cha Isaya. Sikia sasa Marko 1:3. The voice of the one crying in the wilderness. Huyu ni Yohana, amejaa Roho, mdomo wake unachukuliwa na nguvu za Bwana, na yuko anaongea maandiko, yuko anatabiri ya kwamba huyu nabii leo umetimia. Ukisoma pia kitabu kile cha Luka sura 4, Bwana Yesu naye pia anachukua maandiko, anasoma kitabu cha Isaya 61 kuhusu Roho Mungu yu juu yangu. Naye pia anasema maandiko haya leo yametimia. Naye pia amejaa Roho. Kumbe nabii ni lazima mdomo ndio unatumika. Nabii sio ndoto zinazotumika kwa mujibu wa maandiko. Nabii sio macho ndio yanatumika sana. Macho yako pale kukuepushia na mabaya basi. Lakini anayetangaza, kwa maana nabii huongea yale yatakayotokea, au huandika yale yatakayotokea, au huashiria yale yatakayotokea. Lakini mara nyingi ni mdomo unafanya kazi. Hora pasele glory. Yohana 1:23. He said, I am the voice of the one crying in the wilderness. Hapa Mafarisayo anamuendea na Masadukayo. Wewe ni nani? Kwa nini unabatiza? Wewe ndiye Kristo? Anasema pana, mimi ni sauti ya yeye aliyaye nyikani. Ila anakuja yeye sasa rasmi. Anakuja huyo Kristo ambaye mnamuulizia. Huyo Kristo yeye anakuja. Haleluya. Kwa tunaona pia Yohana naye yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Tuingie sasa hapa. Mwingine anaweza kusema lakini hata Yohana naye bado Yesu hapo bado hajatukuzwa. Tuingia kwenye kitabu cha Matendo 18, alafu pia tutaingia pia kwenye kitabu cha Matendo 21. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie hapa mtu ambaye anatabiri, ambaye anaitwa kwa jina la Agabo. Tutasoma kwanza kwenye kitabu cha, inasema hivi 11:27, inasema hivi, and in those days came prophets from Jerusalem. Katika siku hizo walikuja manabii kutoka Yerusalemu. And there stood upon one of them named Agabus. Na alisimama mmoja aliyeitwa Agabo. And signified by the Spirit. Na akatoa ishara kwa mikono kupitia Roho, that there should be great death throughout all the world. Yani kutakuwa na ukame mkubwa katika dunia. Which came to pass in the days of Claudius Caesar. Na kweli yalitimia mbeleni. Kumbe nabii utabiri mambo yatakayotokea mbeleni. 21. Sura 21. Agabo huyu 21 aya ya 10. Hapa ni Agabo anamfuata Paulo. Paulo hapa ameshaokoka, ameshakuwa mtumishi wa Mungu. Anapangilia kwenda Yerusalemu, lakini Agabo anatumwa na Mungu huko aende akamuonye Paulo kila ambacho kitakachompata huko Yerusalemu. And as we tarried there many days, wakati tunasubiria hapo kwa siku nyingi, there came down from Judea a certain prophet. Kulitokea Judea nabii fulani named Agabus, jina lake Agabo. Kumbe ndani ya Agano Jipya manabii wapo. Ule unabii kwenye kitabu cha Mathayo 23, wakati Yesu anasema kwamba anawatuma manabii, na kwenye Luka 11 ile 50 na kidogo, Yesu anasema pia atatuma manabii, unatimia. Agabo miongoni mwa manabii yumo. Mpaka leo hii tunao manabii ambao wanatabiri, na wakiwa wanatabiri mnawanyamazisha. Kwa hiyo mimi nakuwa najiuliza hivi, ingalikuwa hawa wachungaji wana Roho wa Mungu wa kweli, wangefahamu ya kwamba Roho wa Mungu kazi yake ni kufichua siri ambazo mtu anazificha. Haleluya. Wengine watasema anachonganisha kanisa. Hapana. Mtu uchafu wako unapofunuliwa, ni neema ya Mungu imekujia. Na nitakuonyesha maandiko ni wapi naongelea neema hiyo, ya kwamba kufunuliwa siri au kufunuliwa dhambi zako ni neema, sio kuchonganishwa na watu. Ni neema, kwa maana Roho wa Mungu uyaona yale aliyojificha ndani ya mioyo ya watu. And when he came unto us, he took Paul's girdle. Alipotukaribia akachukua mkanda wa Paulo. And he bound his own hands and feet and said, kwa hiyo akajifunga yeye, akajifunga mikono, akajifunga miguu. Kwa hiyo akaashiria. Nimekuambia nyuma kwamba Ezekieli alikuwa akiashiria vitu. Kumbe nabii wa Agano la Kale na nabii wa Agano Jipya hajabadilika. Sio hivi vyotaji vya mandoto tu. Sio hivi ambavyo lazima vife. Hapana. Kwa mujibu wa Biblia, nabii yuko hai. Nabii anatembea. Nabii anaweza akaashiria kitu. Nabii anaweza akaashiria. Nabii anaweza akachora. Nabii anaweza akaandika. Nabii anaweza, yani nabii kwa mujibu wa Biblia anaashiria, anaongea, lakini ni kwa mujibu wa kusudi fulani. And when
he was unto us. He took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, thus saith the Holy Ghost. Hili ndilo asemalo Roho Mtakatifu. Mwanipata vizuri? Nyuma niliwaambia nini? Roho Mungu anapomshukia nabii, kama kweli ni nabii, atatumia kauli ya asema Bwana, asema Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi, asema hekima ya Mungu, asema Yesu Kristo. Hayo ni maneno ya Roho Mtakatifu kupitia nabii wake. Hallelujah. Thus said the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle. Hicho ndo kitu kitakachompata huyu ambaye mkanda wake nimejifunga na. Atakapoenda huko Yerusalemu, Wayahudi watamfanya hivi. Ukiendelea na kuuliza swali, je, haya maneno ya Agabo yalitimia au hayakutimia? Haleluya. Kwa hiyo maneno ya Agabo nayo yametimia. Kumbe kwa mtu kuitwa nabii kwa mujibu wa Agano Jipya ni lazima atutabirie yale ambayo yatatokea, sio yale ambayo yalikuwa yamefanya nini, yamejificha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitaendelea. Sitaki mbwembwe, sitaki mabishano, nataka tu maandiko, na Mungu atusaidie sote. Sote tunataka kwenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo hiyo ni hoja nyingine yangu ya tatu. Kwa mujibu wa Biblia hajaenea kuwa nabii. Kwa hiyo hoja ya kwanza, mtu lazima afe kufunuliwa alafu tutembee na hiyo misingi. Hapana, kibiblia haijakaa sawa. Ya pili, mtu kuitwa nabii anapaswa ni mtu ambaye anatuonya kwa nini kwa hilo neno nabii ni mambo yatakayotokea, ndo kazi yake. Mtu kuitwa mtume ni mtu ambaye amepewa mamlaka ya kuleta uamsho. Yaani anaweza kaleta uamsho katika nchi. Anaweza kuhubiria nchi nzima inaweza ikaokoka kupitia yeye. Nchi nzima inaweza kapokea injili kupitia yeye. Huo ndo utume. Kwa sababu nasema kwamba je, ishara za kiutume hazikuonekana kwenu? Kumbe ishara, mtume lazima abebe ishara. Hakuna mtume ambaye habebe ishara kwa mujibu wa Biblia. Haleluya. Tuendelee. Shida nyingine nilionayo kibiblia, huyu ndugu yetu Aston Adam anadai kwamba Mungu alimfunulia wajumbe. Na katika wajumbe ambao Mungu eti alimfunulia eti ni wajumbe 6. Lakini mjumbe wa 7 hajamfunuliwa. Na kwenye hao wajumbe 6, munifuate vizuri, yumo mtumishi anayeitwa Branham. Ya kwamba Branham ndo alikuwa mjumbe wa 6 wa Mungu. Kwa hiyo baada ya Branham hakuja kuwa mwingine mtumishi. Rabo sekema. Ngoja niwatajie majina. Watu wengi wago wafahamu ushuhuda wa Branham, na wengi wao kwa sababu hawajasoma. Branham amelelewa kwenye kanisa la Kibaptisti. Alipolelewa kwenye kanisa la Kibaptisti, malaika wa Mungu alimtokea kwa ushuhuda wake. Hapa naongea kwa ushuhuda wake. Malaika alipomtokea akamwambia atakuwa anafunuliwa vitu. Atakuwa anafunuliwa mioyo ya watu. Kwa hiyo Branham alikuwa na uwezo wa kufunuliwa vitu na kufanya miujiza. Ndiyo, hiyo ni kweli. Lakini hakuwa na uwezo wa kufundisha. Shalom wapendwa. Hapa nabidi nikatize kwanza somo njiani, mnifuate vizuri. Ufunuo wa wajumbe 7 kufatana na wafuasi wenyewe wa Branham. Wafuasi wenyewe wa Branham wanaamini Branham ndo mjumbe wa 7. Kwa hiyo elimu ya wajumbe au huo ufunuo wa wajumbe siamini kabisa kama umetoka kwa Mungu. Badala yake ulikuwepo tayari, ila yeye Aston Adam anafundisha kwamba Mungu alimfunulia mjumbe wa 6 ndo Branham, ila mjumbe wa 7 ndo anakuja. Sasa hiyo elimu imetokana na nini? Wanaamini wale malaika 7 waliotajwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 1 na sura ya 2 na sura ya 3. Wale malaika wanaakilisha watumishi mbalimbali.
Kwa hiyo Paulo ndo mjumbe wa kwanza, Irenaeus ndo mjumbe wa pili. Irenaeus kiroho huyu ni kama mjukuu wa Yohana Mtume. Kwa hiyo Polycarp ndo alikuwa mwanafunzi wa Yohana. Polycarp ndo akamfundisha Irenaeus. Irenaeus ndo alikuwa ni kuhani wa Smyrna, ambayo kwa leo hii tunaita Uturuki. Alafu Saint Martin, alafu kutoka Saint Martin yupo mwingine ambaye anaitwa Columban. Baada ya Columban, Martin Luther ndo mjumbe wa 5. Baada ya Martin Luther ni John Wesley, yani mjumbe wa 6. Ambao anafahamu John Wesley, huyu ndo mwanzilishi wa makanisa yote ya Methodist. Martin Luther ndo mtu aliyepindua kanisa la Katoliki na kuanzisha movement ya Protestant au ya Kiprotestanti, ambayo leo hii imezaa Pentecoste, imezaa na kanisa mengi mbalimbali. Na mjumbe wa 7 ndo anaamini ni Branham. Kwa hiyo katikati hapo unaona wamemweka Branham katikati, wanamuita Elohim Branham, yani yeye ni Mungu wa Injili, au ameakilisha uungu wa Kristo kupitia yeye Branham. Kwa hiyo huo ufunuo, baada ya kufanya utafiti, sio ufunuo wake tu, ni ufunuo ambao umetangulia miaka kabla yeye hajafunuliwa. Yani ni ufunuo wa Branhamisti wote. Wa Branhamisti wote wanaamini hicho kitu, ya kwamba yeye Branham tayari ndo mjumbe wa 7. Ila yeye anafundisha Branham ni mjumbe wa 6, kwa hiyo mjumbe wa 7 anakuja. Sasa mimi nitauliza Wakristo tena swali. Kabisa Mungu anaweza kaleta ufunuo kama huo? Yani kabisa Mungu anakosa kwa mabilioni ya watu, Mungu anakosa wajumbe? Yani Mungu anakosa kuteua mamia ya watu leo? Kipindi cha Elia kulikuwepo mamia ya manabii. Kipindi cha Elisha kulikuwepo mamia ya manabii. Kipindi, yani kwa kila kizazi hakukosi nabii, ndugu zangu. Hakukosi mtumishi wa Mungu mkubwa. Unaona, na Mungu anawainua watu kadri na bidii. Yeye anayeweka bidii ndiye ambaye Mungu anamuinua. Branham, hii picha ambayo watu wanasemaga kwamba malaika yuko nyuma yake, ndio picha ambayo inawasumbuaga sana watu kichwa. Yani Mungu kabisa, kwa sababu tu mtu ameshikwa picha alafu nyuma yake kulionekana kama kuna kiumbe fulani, ndo tusahau mabaya yake yote, tusahau ubovu wake wote. Naona huo ni. Sasa alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa na uwezo wa kufundisha. Huyo rafiki yake wakarumbana naye. Ilikuwa yeye atafundisha, Branham anahudumia watu. Ila Branham akifundisha watu mara walikuwa nalala hivi na hivi. Wao kusozana na huyo rafiki yake, kukatokea sasa vurugo za yeye kufunuliwa mambo ya kipepo. Kwa hiyo kama mnasikiaga kuna ufunuo unaosema kwamba ile tunda ambalo mwanamke alikula alafu akamgawia Adamu, ile tunda ni tendo la ndoa. Hayo ni mafundisho ya Branham. Nimeona pia sio vema kumwacha Branham kivivi bila watu pia kuelewa baadhi ya mafundisho potovu ya Branham. Fundisho la kwanza potovu ambalo litokana na Biblia kabisa, ambalo limebuniwa na Branham mwenyewe. Cha kwanza, Branham alifundisha yeye, sio eti waumini waliamini tu. Mwenyewe ndiye alifundisha, yeye ndo mjumbe wa 7. Cha pili, Branham alifundisha kwamba yeye ndo ameakilisha ufunuo 17. Branham alifundisha pia yeye ndo Elia aliyetabiriwa kwenye Malaki sura ya 4, ya kwamba sio Yohana Mbatizaji kama Yesu alivyosema kwenye ile Mathayo 14, au kwenye ile hata Marko labda sura ya ngapi ile? Sura ya 9. Okay. Pia Branham alifundisha kwamba yeye ndo God's final messenger. Yaani yeye ndo mjumbe wa mwisho kabisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa hoja ni kusema kwamba ufunuo wa Aston Adam unapinzana na ufunuo wa Branham. Hapo tunapaswa kwanza tujiulize maswali. Okay. Cha pili, amefundisha kwamba nyoka
alilala na Eva na wakazaa naye watoto. Kaini alikuwa ni mtoto wa nyoka. Kaini alizaliwa na nyoka. Kaini ni mbegu ya nyoka. Kaini na Seti uzao wao unaendelea mpaka leo. Kwa hiyo uzao wa Kaini hawezi ukaingia mbinguni, uzao wa Seti ndio utaingia mbinguni. Kwa hiyo Yohana aliposema kwenye kitabu cha Mathayo sura 3, enyi kizazi cha nyoka, pale anaongelea kuhusu kizazi cha Kaini. Kwa hiyo anaamini pia hata kwenye mafamilia, zipo familia ambazo ni zinabeba ukaini. Wapo watu ambao wamebeba ukaini, wapo watu wamebeba, hapana mafumbo, hapana. Damu yao, wana damu ya Kaini ndani yao. Kwa hiyo hawawezi wakaurithi ufalme wa Mungu hata kuja nini. Hiyo ni mafundisho ambayo Branham alifundisha, kinyume kabisa na maneno ya Kristo. Kwa maana Yesu alisema kwamba kwa maana Mungu alipenda ulimwengu huu hata akamtoa mwanawe pekee ile kila mtu amwaminie. Kwa hiyo wakiwemo hao watoto wa Kaini ambao wanadai kwamba ni wa shetani, wakiwemo watoto wa nani, maadamu wako hai na wamepata neema ya kuishi. Of course, lakini pia tunaweza tukaidibanki hoja kwa kufuatana na ikiwa kama kweli ni kweli na uzao wa Kaini ulikufa kupitia ile flood au kupitia mafuriko, tupata tujiulize sasa, je, hawa watoto wengine wa Kaini ambao yeye alikuwa anaongelea na watoto gani kibiblia sasa? Okay? Hoja yake ya tatu ya Branham, kwa sababu naona hapo tunaona Katunzi naye anamweka Branham, anamsifia kama vile kwenye sura ya kumsifia kama baba yao wa kiroho. Inasema kwamba anadai kwamba wale malaika 7 ambao walitumwa na Mungu kipindi Yohana anafunuliwa kitabu cha Ufunuo, vile ni vipindi 7 vya kanisa. Unaona ya kwamba ni Paulo, Irenaeus, sasa okay, Apollo naye, kwa sababu Apollo na Paulo wote wale walikuwa kama kwenye viwango vimoja vya kiroho. Apollo naye mnamweka wapi? Yaani kisa tu Paulo ndo aliandika vitabu vingi, kwa hiyo tunamsahau Apollo naye. Kwa hiyo hoja naye haieleweki. Okay, ya 4, anaamini ya kwamba vile ile 7 seals, yani zile lakiri 7 zimekamilika kupitia yeye. Yeye ndo alifundisha hivyo. Lakini pia anaamini katika pyramid and zodiac theology. Yani anaamini au alifundisha kwamba hizi pyramid za Misri ukizichanganya na nyota hivi na hivi zinaweza zikafafanua unabii fulani wa kimungu. Yani kama umajusi, aliamini pia kama vile katika umajusi, alifundisha umajusi pia. Kwa hiyo hapo nimetaka niingie kwa undani zaidi baadhi ya mafundisho ya Branham ambayo anayafundisha, ambaye yeye huyu nabii anadai kwamba Mungu ndo amemfunulia yeye ni mjumbe wa 7 au mjumbe wa 6. Tuwe makini sana wafuasi wa Kristo. Kwa hiyo lakini pia Branham pia alikuwa akifundisha watu ya kwamba sio sawa kwa rangi mbili au kabila mbili kuoana, yani mzungu na mweusi kuoana. Ni bora wazungu waone kwa wazungu na weusi waone kwa wazungu. Ingine elimu ya Branham. Sasa tatizo ni hii. Nimeongelea hapa kwamba Branham sasa alikuwa ni Mbaptist. Kwa hiyo Baptist hawaamini sana mambo ya ujazo wa roho na hivi. Alipokea wapi uamsho na alipokea wapi elimu ya watu kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu? Elimu ya watu kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu kwa huku Marekani ilikuja Azusa Street Revival. Azusa ni California. Ilikuwa ni barabara hivi. Pale watu walienda, vipofu waliona, viwete walitembea na wakafunuliwa ya kwamba ubatizo sahihi ni kwa jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo sasa, kwa hao wajumbe wote, William Seymour hakuonekana, kwa sababu William Seymour ndo chanzo cha huo uamsho kupatikana hapo. Yeye ndo alifanya hiyo mifungo hapo. Katika watu ambao walisambaza sana uamsho Marekani mpaka kufika Maafrika, na wao pia ndo walimbatiza Branham, ni watu wa Azusa. Kumbe yani hao watu wa Azusa hawakuhesabiwa katika hao wajumbe 6 wake ambao Mungu alikuwa amemfunulia. Nitakutajia mwingine, Charles Parham. Wakina Rena Bonke. Unajua watu wanafahamu Rena Bonke. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anakusanya milioni 8, milioni 7 ya watu.
watu vipofu wanaona, viwete wanatembea. Simtafute ma video za Leonard Bonke ziko huku. 7 mkutano, 4 milioni 8 mkutano Leonard Bonke. Zipo huku kwenye Biblia. Au John G. Lake. John G. Lake. Huyu ndio ambaye amefikisha uamsho South Africa. Huyu ni mtu ambaye yeye kuingia kwenye timu yake. Sijui watu wanafahamu John G. Lake. Watu kuingia kwenye timu ya John G. Lake alikuwa na kufungia, yani ikiwa kwamba kuna kiwete hapo labda jirani, alikuwa anakuambia kwa wewe kuwa hata mfanyakazi katika kanisa lake, mpaka hiyo kiwete atembee ndio unakuja kuwa sasa minister au intercessor. Watu walikuwa, yani utatafuta kiwete ndani ya mji, utatafuta kipofu mpaka hiyo kipofu aone ndio unakuja. Nakwambia utakaa na kipofu. Hizi ni mashuhuda za kweli ambazo yani watu ambao waliishi, walikuwa hai. Kwa hiyo utakaa na sote hawakubiri utakatifu. Hawa ndio watu ambao walibeba upentekoste. Kanisa la TAG, kanisa la EAGT, kanisa la Assemblies of God huku Marekani lilianzishwa na watu wa Azusa Street. Wapi Assemblies of God? Walikuwa nao wanabatiza kwa jina la Bwana Yesu. Baadaye wakabadilisha kuona kwamba inaleta sana fujo. Wakabadilisha wakaanza tena kubatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho. Kwa hiyo kwa wajumbe wote wakina S. Johnson, wakina nani, wote Mungu hawahesabu ya kwamba kuna wajumbe wa 6 tu. Elia, Musa, nani, alafu anakuja kutaja huyu naye Branham. Branham mtu ambaye amekuja kuleta mafundisho moja ya upumbavu. Kwa hiyo ndo akaacha hii elimu kwa watumishi wake au kwa wachungaji wake ya kwamba Mungu amemfunulia kuna kuja mjumbe sasa wa 7. Ila wewe mjumbe wa 7 hakumjua ni nani. Ndio maana utaona ana vijana wengine ambao wanaanza kujiita mimi ndo mjumbe wewe wa 7. Mimi ndo huyo mjumbe wa 7. Wewe mjumbe wa 7 wapi? Hivyo mjumbe wa 7 havijaandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo Biblia nzima haijaongelea mambo ya mjumbe wa 6, mjumbe wa 7. Hiyo ni sababu, yani sababu nyingine ni kuidhimisha au kumuinua mtu ambaye alikuwa kinyume na neno, kwa sababu inasema kwamba heri mwisho kuliko mwanzo. Hata Suleiman ambaye tunasemaga alikufa vibaya, ukisoma maneno yake katika uzee ni maneno ya majuto, yani anajutia. Anasema mkumbuke Bwana katika ujana wako, isije katokea siku unasema kwamba sifurahia mambo haya. Soma pale Mhubiri 12. Haleluya. Kwa hiyo kwa wote watu ambao au wakina Smith Wigglesworth, watu ambao wameleta uamsho nchi mbalimbali, yani nchi zote, yani watu ambao walileta uamsho Kongo, watu ambao wameleta uamsho Thailand, watu ambao wameleta kanisa au watumishi wa Pentecost wa UPC walienda Ethiopia ndani ya miaka 2, waliombea watu 200. Watu 200 walitoa kwa ambao walikuwa tayari wamekufa. Ndani ya miaka 2 watu 200 walifufuka ndani ya miaka hiyo 2. Kuna siku walichapa mkutano, watu 10,000 walipokea ujazo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Kwa hiyo hawa wote kwa mujibu wa ufunuo wake, hapa naongea kwa mujibu wa ufunuo wake, hakufunuliwa hawa wote. Yeye aliona ni Branham. Mwanipata vizuri? Kwa hiyo mtumishi ambaye anasema eti Branham ndo mjumbe maalum ambaye Mungu alimtuma kwetu kumfuata, wakati Branham mwenyewe alifundishwa na watu wa Azusa Street. Kwa mujibu wa haya mafunuo na haya maandiko ambayo nimekuletea hapa, hajaenea kama nabii. Ndio maana nikiona wachungaji wake wanakuwa wanapiga vita, wakiona mtu anatabiri akisema asema Bwana, wanasema huyo sio roho. Sasa hivi nimepata lalamiko, wamemwambia dada fulani ya kwamba tulitaka uje kubatizwa huku, upokee roho wetu sisi. Upokee wetu roho sisi. Yani kama vile wao ndo, yani kama vile wao na roho mwingine. Unaona, kwa huko na huu utoto ambao watu wanao. Haleluya. Nini kufuatana na misingi? Je, mmezaliwa kwa misingi gani? Yani hicho kitu tu. Mmezaliwa kwa misingi ya watu ambao waliokufa au kwa misingi ya watu ambao walio hai? Basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi ni advocate wa watu ambao wanatembea na maandiko. Mimi ni mtetezi ya wale ambao ni wanyonge wa maandiko. Kwa maana mtu ambaye anatembea na maandiko ni mnyonge. Ndio maana Roho Mtakatifu akaniambia
wewe utakuwa mtetezi wa wanyonge, yani utatetea wanyonge, wale ambao wanang'ania sana maandiko, wale ambao waga wanaonewa, hao ndio ambao Mungu aliniita kuwatetea. Kwa hiyo ikiwa hauna maandiko, ikiwa hauna hoja, niite mimi. Haleluya. Ikiwa kama umeanza kupungukiwa kiimani, kiroho, niite, nijulishe. Bwana Yesu asifiwe. Hata comment niambie ni kitu gani, kwa maana watu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu, yule roho wa kweli aliye ndio kwenye Biblia, wanapigwa vita sana. Nao watu wa utaji ndoto ndio watu wanaona kama vile ndio manabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tuendelee. Tuingie sasa kwenye mada yetu kubwa zaidi. Aina mbalimbali za kujazwa. Katika elimu hii ya kumfafanua huyu nabii, kama ulifuata vizuri, ulichunguza pia muna aina mbalimbali za kujazwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuingia hapo kwenye kitabu cha Matendo. Wakainua macho yao kwa Mungu. They lifted up their voice to God. Wakainua masauti yao kwa Mungu. With one accord. Kwa nguvu hizo, kwa nguvu moja. And said, Lord, thou art God, which has made heaven and earth. Bwana, wewe ni Mungu uliyefanya mbingu na nchi. And the sea, and all that in them. Na vyote vilivyomo. Who by the mouth of the servant David had said. Na kupitia mdomo wa nabii wako Daudi umesema. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. Wakati walipoomba, sehemu hiyo ilitetemeka. Kumbe watu wao walitetemeka. Hivi nitauliza swali. Wewe sehemu inatetemeka, wewe hautatetemeka, utabaki hivi? Kwa hiyo Biblia inasema sehemu hiyo ilitetemeka. Kwa hiyo sehemu inawakilisha wao wote, inaweza kuwakilisha jengo, lakini walitetemeshwa na nguvu za Bwana. Na nipata vizuri? And they were all filled with the Holy Ghost. Na wakajazwa na Roho Mtakatifu. And they spake the word of God with boldness. Kwa hiyo walitetemeshwa saa kwanza, alafu sasa wakatabiri au wakatamka maneno ya Mungu kwa kishindo. Haleluya. Tregosha prima. Tuendelee. Kitabu cha Habakuki. Haleluya. Kitabu cha Habakuki. Habakuki ni mwingine nabii ambaye amejaa Roho. Habakuki ni nabii ambaye amejaa Roho. Habakuki 3:16. When I heard, niliposikia haya maneno, my belly trembled, tumbo yangu ilitetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika roho, sio hata ameasikia kimwili, ameasikia, amejaa Roho. My lips quivered at the voice. Midomo yangu inatetemeka. Kwa hiyo ukiona mtu amejaa Roho na anatetemeka, ujue hizo ni nguvu za Bwana. Raboseka zimemshukia kwa kishindo. Rottenness entered into my bones. Mifupa yangu ikawa imenyongonyea. Ukijisikia wakati mwingine kama vile umeishiwa nguvu za kimwili. Rabasika. Huyo ni Roho Mtakatifu. And I trembled in myself that I might rest in the day of my trouble. Na nikatetemeka ili nipate kupumzika. Alitamani kupumzika kwa kuwa alitetemeka sana. When he cometh unto the people, he will invade them with his troops. Atakapokuja Bwana, atawaangamiza na makundi yake. Haleluya. Atawaangamiza na makundi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee. Haleluya. Tuje pia kwenye kitabu cha Zaburi. Tusome hapa. Zaburi 99:1. The Lord reigneth, let the people tremble. Be seated between the cherubims, let the earth be moved. Mungu anatawala, wache watu watetemeke. Mahali ambapo Mungu anatawala, wewe hawezi ukabaki eti una nguvu, eti nguvu zako wewe, hapana. Mifupa uchukuliwa na nguvu za Bwana. Nikisema kwamba sitamuongelea, then I said, yani neno la Mungu nilifanya nikilisema, watu wananitukana. Unaona sasa nabii hapa, nabii anaongea. Kumbe nabii anapoongea watu mtukana. Unasikia vizuri? Then I said,
I will not mention of him. Sitamuongelea tena. Nikasema moyoni mwangu, sitamuongelea tena. Nor speak anymore in his name. Sitaongea tena kwa jina lake. Kwa hiyo kumbe nabii huongea kupitia mdomo wa mtu huchukuliwa. Sitaongea tena kwa jina lake. But his word was in my heart. Lakini neno lake lilikuwa ndani ya moyo wangu. As a burning fire shut up in my bones. Na neno lake hilo liliwaka sana ndani ya mifupa yangu. And I was weary with forbearing it. Na nikashindwa kulizuia lile neno lake ndani ya mifupa yangu. And I could not stay. Nikashindwa kujizuia. Kwa hiyo ni mtu ambaye alishindwa, alisikia moto ndani yake. Wewe unajisikia moto, utabaki hivi. Kwa hiyo hoja zingine za hao ndugu zetu ni ya kwamba eti mtu akijazwa na Roho Mtakatifu eti ubaki ametulia. Ametulia. Wewe moto wa Mungu umetulia. Mungu gani? Eti ametulia. Hametulia. Havipo hiyo vitu kwenye Biblia. Moto wa Mungu umtetemesha mtu, humwangusha mtu, umuimarisha mtu. Wakati mwingine moto wa Mungu kutia nguvu. Wakati mwingine utembea kwa kishindo. Moto wa Mungu hauna mipaka. Roho Mtakatifu hana mipaka. Rabo shatregosepa. Tuendelee katika maandiko. Sitaki tubaki hapo tu, na tuje pia kwenye kitabu cha Matendo sura ya 2 pale. Inasema nini? Inasema kwamba and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Wote walikuwa sehemu moja kwa imani au kwa nia hiyo moja. And suddenly there came a sound from heaven of a rushing mighty wind. Yani hivi wind, mnajua maana wind ni nini? Wind ni upepo. Sasa upepo unakuja. Wewe upepo unakuja, utabaki hivi? Utabaki hivi? Jibu ni hapana. And it filled all the house where they were sitting. Yani nyumba nzima ikafurikwa na huo upepo wa Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu wakati mwingine anakuja kama upepo. Roho Mtakatifu wakati mwingine huja kama moto. Ndio Biblia inasema kwamba atawabatiza kwa roho na moto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wanapaswa walete maandiko ni sehemu gani inasema ya kwamba Roho Mtakatifu akikushukia utabaki hivi. Eti utabaki hivi. Eti hautayumba. Eti hautatikisika. Eti hautaanguka. Ngoja nikuonyeshe sehemu ambako mtu ameanguka na uwepo wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Tutaingia Danieli, tutaingia Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaingia Ufunuo, tutaingia Danieli, nikuonyeshe watu ambao wameanguka kupitia nguvu za Bwana. Danieli 18 inasema nini? Therefore I was left alone and saw this great vision, and there remained no strength in me. Nikaona maono makubwa, nikabaki sina nguvu. For my comeliness was turned into corruption. Yani uzuri wangu kageuka kuwa nini? Ubaya. And I restrained no strength. Nikabaki sina nguvu. Yet heard I the voice of his words. Nikasikia sauti yake. When I heard the voice of his words, there was I in a deep sleep on my face. Nikapigwa na usingizi mzito mkali ghafla. Hiyo ni Danieli 10:9. Tuone watu wana reactije. Ndio maana tunaona wengine Roho Mtakatifu akiwashukia au unaona wanaenda wanarudi na maono. Hiyo nayo inatokeaga. Haleluya. Imetokea pia nani? Petro naye ameingia kwenye trance, akaona maono ya nini hapa? Ya minyama mbalimbali najis. Ezekiel 3:23. Then I arose and went forth into the plain. Ezekiel naye akasimama, nikaenda fasi ambapo pako plain. And behold, the glory of the Lord stood there. Uwepo wa Mungu ulikuwepo hapo. And the glory which I saw by the river of Chibar. And I fell on my face. Na nikaangukia sura yangu. Haleluya. Mathayo 17:5. While he spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice of the cloud which said, This is my beloved son in whom I am well pleased. Wakasikia sauti ambaye inasema kwamba huyu ni mwanangu ambaye nimependezwa naye. 6. And when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. And they were so afraid. Mitume wana wanaanguka kupitia ile sauti ya Bwana. Wewe sauti ya Mungu iligeuza mpaka sura ya Musa kuwa nyeupe, kuwa ya utukufu.
Kwa hiyo haya ndo madhara ya watu ambao wasiosoma Biblia. Kwa hiyo watu wanakuwa wanapata shida nyingi sana. Mbona nyinyi mnatetemeka? Mbona nyinyi, ndugu yangu, Roho Mtakatifu akikushukia kweli, ukipokea roho wa kweli, hapana hivi maroho vya kuambukizwa. Kuna roho kabisa Mtakatifu akikushukia hivi, ni moto kifuani, moto mikononi. Yaani unaona kama vile shetani unaweza ukamfinyilia hivi na kumpiga mangumi. Hivyo ndio jinsi alivyo mtu aliyejaa roho. Haleluya. Yaani mtu aliyejaa roho amejaa na ujasiri. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwa maana mjapewa roho ya woga. Inasema for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Mungu hajatupa roho ya woga, bali roho ya upendo na sound mind, yani akili ambayo ni ya utulivu. Huyo ndio roho ambayo tumepokea. Haijamaanisha eti kwamba ndo roho ambaye tunafurikwa. Hili sio andiko kuhusu kufurikwa. Hili ni andiko kuhusu mtu anayeishi na roho. Kumbe mtu anayeishi na roho wa Mungu ndani yake ametulia. Kuna tofauti kati ya kuishi na kufurikwa. Kufurikwa ni kitu kingine. Kuishi ni kitu kingine. Tunaishi kwa mafundisho, tunaishi kwa elimu, lakini tunafurikwa kwa uweza kadri na kipindi. Kwa mfano, kama unaombea mahitaji, utafurikwa kwa niaba ya mahitaji. Kama unaombea mgonjwa, utafurikwa kwa niaba ya wewe ugonjwa. Kwa hiyo mgonjwa. Kama unabatiza watu, mtu ufurikwa kwa niaba ya wewe ubatizo. Haleluya. Kwa tunafurikwa kwa niaba ya vitu mbalimbali. Haleluya. Tuende sasa kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza 14. Haleluya. Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba for God is not the author of confusion. Kwa maana Mungu sio Mungu wa machanganyiko, wa kuchanganya. Sasa wengine wanatumiaga ile andiko vibaya kwa sababu kwa Kiswahili nasema sio Mungu wa machafuko. Kwa hiyo wanachukulia mtu kuyumba huyo ni machafuko, yani unaleta fujo. Hapana, hii Biblia inasema kwamba God is not the author. Yani Mungu sio mwanzilishi wa ugomvi. Mungu sio mwanzilishi wa confusion, yani confuse watu, yani kuchanganya watu. But of peace, yani wa amani. As in all churches of the saints. Katika makanisa yote ya watakatifu. Hiyo ndo asili ya Mungu. Kazi ya Mungu ni kuleta amani, sio kuleta matengano. Hiyo ndo kazi ya Mungu. Sasa kikubwa ni hiki. Mimi natoa ushauri kwa mchungaji Robert Katunzi, watoto wote wa kiroho wa Aston Adam au wachungaji wake, kadiji wanani wa Peter Karimu, nyinyi wote najua nyinyi wote mmebatizwa naye. Naona kwa mashuhuda zenu nyote mmebatizwa naye, mmebatizwa na watumishi wake. Mimi natoa hii challenge. Ikiwa kama mnaweza mkatetea hizi hoja, na walika nyinyi nyote kimaandiko, hoja ya nabii wa kweli ni yupi kibiblia? Je, kanisa tunapaswa kufata ushuhuda wa mtu ambaye alikuwa amekufa akafunuliwa ndo tuje kufuata ndani tu? Huo wito unapatikana kwenye Biblia? Ndio au hapana? Na msimtumie Bwana Yesu, kwa sababu Bwana Yesu yeye alikuwa ametabiriwa itatokea hivi, ila Bwana Yesu hakutabiri ya kwamba jambo hilo litawapata wengine, ya kwamba sisi nao tutakuwa tunakufa tunafunuliwa pale. Yesu hakutabiri hivyo. Vimeanza kutokea ndani ya miaka hii, ndio tunapata watu wengi anakufa anasema amerudi tena, mwingine anakufa amerudi tena. Mnalipata vizuri? Kwa hiyo huo wito umeandikwa kweli? Swali kwenu. Kingine pia unabii. Nabii sahihi kweli ni nani? Kwa sababu hatuwezi tukaforsiwa tukubali tukua nabii wakati hatumuoni anatabiri. Sasa nataka pia nitoe ushauri huu, kwa sababu naona sana kuna unafiki mwingi kwa wachungaji. Hawa wachungaji mimi walikuwa wamenifuata kwa uzuri, kwa utulivu. Walikuwa wamenifuata, kumbe walipokuwa wamenifuata walikuwa wamenifuata kwa lengo lingine. Sikujua. Walikuwa wamenifuata wakaongea na mimi nilikuwa ninawaelezea baadhi ya sababu kwa nini sikubaliani na Aston Adam kuwa nabii. Ila ikiwa kama yeye ni mwinjilisti sawa. Lakini kwa jinsi wanamchukulia, kwa sababu unaona ukiwaaminisha watu wengi ya kwamba mtu fulani ni nabii,
Leo ataleta porojo na watu watakubali, ambayo nitamalizia porojo nyingine. Porojo nyingine ambayo ameleta ni ya kwamba watu eti mwanamke maadamu ametoka nje anaweza kuwa mhubiri. Okay? Leteni pia maandiko yanayomruhusu mwanamke kuwa mhubiri. Je, swali pia kwenu ni hili, unaweza ukahubiria watu wakati hauwezi ukawafundisha? Au munionyeshe mhubiri kwenye Biblia ambaye pia hakuwa na uwezo wa kufundisha au kubatiza. Je, unaweza kuhubiria watu alafu usiwabatize? Filipo ni mhubiri, alihubiria watu na wakabatizwa pia. Na yule Filipo alikuwa miongoni pia mwa wale mashemasi. Ukisoma pale sura ya 6 kitabu cha Matendo ya kwanza, shuka pale. Yule Filipo ni miongoni mwa wale mashemasi. Kwa hiyo aliteuliwa Stefano, aliteuliwa yule Filipo. Yule sio Filipo mtume. Kuna Filipo mtume, alafu kuna Filipo muinjilisti ambaye alikuwa ni shemasi. Mnapaswa pia mtufundishe sasa. Je, ikiwa mwanamke ana kibali cha kuhubiri, je, na kuhubiri ni sehemu ya mamlaka au ni sehemu ya ukuhani, basi muwaruhusu pia wawe nabatiza. Lakini kama mwanamke hawezi kabatiza, kwa mujibu wa Biblia, nyinyi mnapeleka hao wanawake jehanamu. Kwa hizo ndio hoja zangu mimi. Kwa hiyo kufurikwa kuna njia nyingi. Aston Adam sio nabii. Nyinyi nyote kama mna haja ya kujadili haya yote kimaandiko, ninawakaribisha. Andaeni siku, andaeni saa, munieleweshe mimi kama sielewi. Lakini kikubwa, acheni kuwapotosha watu, kuwaweka kwenye akili za mapambo baada la kuweka akili zao kwa Kristo. Wameweka akili zao kwa mashuhuda, akili zao kwa mandoto. Nendeni kwenye zenu chaneli, wenyewe wanajiita shuhuda za kweli, wengine wanajiita mashuhuda mbalimbali. Nilikuwa hivi, nilikuwa, yani ndo kazi zao kila siku. Je, Mungu alituita hivyo kweli? Mungu alituita yani sisi, yani Roho Mtakatifu kazi yake ni kutufunulia tu mapambo? Kwa hiyo kila mtu ni mapambo, kila mtu ni mapambo. Hao wao mabinti, hao wanawake ambao wanakuwa wanaacha mapambo, wengi wao bado ni wasengenyaji. Wengi wao bado wamejaa ugomvi. Wengi wao bado ni wakorofi. Mimi nawajua hawa wanawake wengi ambao wameacha mawigi manini. Wengi wao yani ukiongea nao hivi, wataongelea watumishi wengine mabaya, watachafua kwanza watumishi, ndo waleta sama mahitaji yao. Hawa watu kweli wameokoka? Kwa hiyo hawa ndo baadhi ya manabii walio leo hii kama tumejaza makanisa ya mafunuo na majumbe mbalimbali, ni kwa sababu ya huyu nabii ndugu yangu mkongomani mwenzangu Aston Adam. Lakini kama Aston Adam, kama kweli umeitwa na Bwana, na kama kweli kazi ambayo ulipewa na Bwana ni kama kweli ni kwa sababu sasa hivi unafanya kazi ya kiutume. Kuweka makanisa hiyo ni kazi ya kiutume. Kama kweli wewe ni mtume wa Bwana, basi Mungu akubariki. Lakini kwa mujibu wa Biblia, sijafungwa na maandiko kukusikiliza au kukukubali. Na hicho ndio kitu ambacho wachungaji wako wanataka kuniforce nikifanye. Mimi nakikataa. Wala waumini wa kweli Church of Christ hawatakubali. Tunakataa kuongozwa na maono yaliyoletwa na mfu. Badala yake tutakubali maono ambayo yanakuja kwa wale ambao walio hai. Kama Biblia inasema, Mungu ni Mungu wa wale walio hai. Bwana wabariki sana. Amina. Bwana Yesu Kristo, fanya neno hili kuwa nguzo katika maisha ya watakatifu. Maono na mafunuo yamekuwa nguzo ya kanisa leo. Bwana Yesu Kristo, rejesha tena imani thabiti, rejesha tena uamsho thabiti, rejesha tena Bwana upendo wa Kristo wa kweli ndani ya mioyo yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amina.